موضعا فيه الدليل أنه الله الجليل وأصلي وأسلم على سيدنا محمد روحي بحبك في ضياء تهيم والشوق منا في هواك عظيم تحيا القلوب بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم وأصلي وأسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa rehema zake na utashi wake ametujalia kuwa miongoni mwa wale ambao wameudiriki mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini pia akatufanya kuwa miongoni mwa wale ambao wanaokutana katika mambo ya kheri, kukumbushana, lakini pia na kufundishana kuhusu mambo ambayo yanayohusiana na dini yetu. Rehma na amani zimwendee kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye anasema kwamba taraktu lakum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. taraktu lakum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kwamba nimekuachieni mambo makuu mawili, laiti mtashikamana nayo basi hamtoweza kupotea baada yangu milele. Jambo la kwanza, kitabullah, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ambayo ni Qur'ani. Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, kwamba hiki kitabu cha Qur'ani, maneno haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu yasioshaka ndani yake. Lakini katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja,
Hakika kila jinsia sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu Allah pekee, ambaye ameteremsha kwa mja wake kitabu hiki cha Qur'an, kitabu ambacho hakukifanya ndani yake kuwa na mapinde katika upande wa lugha, katika ufasaha wake, katika tabia zake, katika hekima zake na katika maelekezo ya tabia zake. Lam yaj'al lahu iwaja, lakini qayyiman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekifanya kitabu hiki cha Qur'ani kuwa ni kitabu kilichokuwa sawasawa, kilichonyooka. Kwa nini? Liyundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada, kwa ajili ya kuwapa onyo wale ambao wanaosema na kudai kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto. Liyundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada wa yundhira alladhina wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Lakini pia kitabu hiki kazi yake kubwa ni kuwabashiria watu ambao walimuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakamsadikisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wakamfuata katika mafundisho yake. Lakini rehema na amani zimwendee kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye pia pamoja na maswahaba zake. Ndugu zangu Waislamu, mazala hadithuna haula tafsir al-Qur'an al-Karim. Bado tunaendelea kuishi na tafsiri ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi'itibar, kwa mazingatio kwamba ndani ya mwezi huu wa Ramadhani ndio mwezi ambao iliyoteremshwa ndani yake maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo, madhumuni na shabaha ni kututaka sisi Waislamu turejee katika utekelezaji wa vitendo kupitia maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani bitafsiri. Kwa wale ambao ni wenye magari wanatambua fika kwamba baada ya gari lako kuwa limefanya sana shughuli ya kwenda na kurudi, kuna kipindi gari yako inalazimika uipeleke service ili zile nati zilizoregea zikazwe. Lakini kama kuna vitu ambavyo vimeharibika, vinaondolewa na vinawekwa vipya. Almuhimu utakapokuja katika matumizi yake ni kwamba liweze kustahimili vizuri na uweze kulitumia vizuri. Na huu ndio mfano wa mwanadamu na ndio mfano wa Muislamu, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukijiangalia namna ulivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa fikra, lakini pia amekupa akili. Hii tunazungumzia ulimwengu wa ndani, lakini pia amekupa moyo ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam anatufundisha katika hadithi yake, anasema kwamba inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamthamini mtu au hamlipi mtu na kumjali mtu kutokana na kuangalia uzuri wa sura yake au kuangalia katika uzuri wa maumbile yenu ya nje, walakinahu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, anakuangalieni katika nyoyo zenu, lakini pia anakuangalieni katika matendo yenu, kwa sababu moyo wa mtu ndio ambao unaobeba imani ya mtu, na matendo hutafsiri kile ambacho kipo ndani ya moyo wa mtu. Na ndio maana unaweza kukuta mtu anasali, anafunga, lakini matendo yake pia yakawa yanatofautiana na kile ambacho kipo wapi, kipo katika moyo wake. Kwamba unasali, almuhimu waonyeshe watu kwamba unasali, na unafunga ilhali watu wakutambue kwamba fulani anafunga, lakini mwisho wa siku kumbe moyo wako wakati unasali na unafunga, lakini moyo wako umehifadhi chuki, umehifadhi husda, umehifadhi unyanyasaji, umehifadhi ukatili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuangalia wapi? Anakuangalia katika nafsi zako na matendo yako. Kama vile ambavyo kuna mtu mchana anaweza akawa anaonekana yuko msikitini vizuri, lakini inapofika usiku yeye ndiyo anapaa kuwasumbua watu usiku katika nyumba zao, lakini huko mchana anakuwa ni miongoni mwa wafanya ibada maarufu. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, araaita alladhi yukadhibu bid-dini fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'ami al-miskin fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Hivyo umepata kumuona mtu ambaye anayekadhibisha dini. Kuna watu wanaikadhibisha dini halafu wao hawajui kama wanaikadhibisha dini, wanaikadhibisha dini, na wakati mwingine hujiona kwamba wao ni wasafi zaidi kuwashinda wengine, wanadharau watu na kuwanyanyapaa kwa kupitia mandhari yao ya nje, lakini wakati huo yule unayemnyanyapaa na kumdharau huenda mbele ya Mwenyezi Mungu akawa ni bora zaidi kukushinda wewe ambaye ni msafi wa mavazi na unayeonyesha kwamba unasali sana, kumshinda yule ambaye asiyefanyaje, anaonekana kwamba hasali. Sasa unataka kumjua mtu ambaye anayekadhibisha dini? Ukitaka kumjua, muangalie katika maeneo haya. Sehemu ya kwanza ni wale ambao hawatekelezi haki za mayatima, wanawapuuza mayatima. Dhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'ami al-miskin, na akiwa nacho basi hata wale maskini hawapati nafuu kupitia nguvu ya uchumi alionao, kupitia nguvu ya afya
aliyonayo. Maskini hapa sio tu yule mtu ambaye amekosa chakula cha kila siku. Kumbuka hata yule ambaye anayehitajia pesa au dawa kwa ajili ya kuiponya afya yake, na yeye ni nani? Ni maskini. Lakini kuna yule ambaye pengine ameshindwa kwenda shule na anahitaji walau alipiwe ada, na yeye ni nani? Ni maskini. Lakini tafsiri kwa mujibu wa watu wa ar-riayatul ijtimaiya, watu wa ustawi wa jamii ya Kiislamu, wanasema kwamba hata yule mtu ambaye yuko hospitali anayehitajia damu, na yeye ni nani? Na yeye ni maskini, kwa sababu anahitaji damu kwa mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia afya. Sasa fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'ami al-miskin fawailun lilmusallin, moto wa wailu utawathibitikia wale wenye kusali. Au tafsiri nyingine, adhabu kali itawathibitikia wale wenye kusali. Watu gani hao? Alladhina hum an salatihim sahun, ni wale ambao katika sala zao, alladhina hum an salatihim yuraqun, sivyo? Ambao katika sala zao kusali ili wazungumzwe na waonyeshe mbele ya nyuso za watu kwamba wao wanafanyaje? Wanasali. Lakini pia wanasiwia kutoa kile ambacho Mwenyezi Mungu amefanyaje? Amewapa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha kwamba anaangalia katika nini? Katika nyoyo na matendo yetu. Ndugu zangu Waislamu, kila mtu hapa akijiangalia ataona kwamba Mwenyezi Mungu amempa macho, amempa fikra na amempa akili. Ijapokuwa fikra na akili utendaji wake utathminiwa kutokana na viungo vyako, lakini kuna macho ambayo mimi ukiniangalia utayaona na mimi kuangalia utayaona, lakini fikra na akili yako nitaitathmini kutokana na matendo unayofanyaje, unayoyafanya. Lakini Mwenyezi Mungu pia amekupa pua, Mwenyezi Mungu amekupa mdomo, Mwenyezi Mungu amekupa mkono, Mwenyezi Mungu amekupa tumbo, Mwenyezi Mungu amekupa miguu. Lakini Mwenyezi Mungu amekupa kiungo kingine ambacho kwa kupitia kiungo hicho yawezekana unakitumia katika njia ya halali na yawezekana ukawa unakitumia katika njia ya haramu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kiungo ambacho alichokupa amekitengenezea misingi ya kanuni na sheria, ili mwisho wa siku usitoke nje ya utaratibu wa misingi ya kanuni na sheria. Ndio maana katika nukta tulizozisoma jana tulisema yapo maneno ya sahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, ambayo anatueleza kwamba inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-malaika, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba malaika, farakaba ala almalaikatu alaqli, akawapa malaika akili. Lakini
walam tu'ti lahum ash-shahawat, na wala hakuwapa matamanio. Lakini wa khalaqa al-bahaim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaumba wanyama, fa'atahum ash-shahawatu, akawapa matamanio na akawanyima nini? Akawanyima akili. Lakini wa khalaqa al-insan, wa khalaqa bani adam, na akawaumba wanadamu, fa'atahum al-aqla wash-shahawat, akawapa akili pamoja na matamanio. Sasa hawa malaika hawa wenyewe wakawa ni bora kushinda wanyama, kwa sababu wao wanatanguliza nini? Akili katika maisha yao. Wakawa ni bora kuwashinda wanyama. Lakini sasa huyu mwanadamu, kwa namna alivyopewa neema hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kukusanyiwa mambo mawili kwa wakati mmoja, ikiwa sasa matendo yake kwa kupitia akili yake ghalabat an shahawati, yakawa yameshinda matamanio yake, fahuwa khairun min almalaika, yeye mwanadamu anakuwa ni bora zaidi kushinda nani? Kushinda malaika. Fa in ghalabat shahwatuhu ala aqlihi, ikiwa kama matamanio yake yakayatanguliza zaidi, yakamuongoza zaidi katika maisha yake pasina matumizi ya akili yake, fahuwa asharrun nasa min albahaimi, mtu huyu atakuwa ni shari zaidi ya mnyama. Madhara yake yatakuwa ni makubwa zaidi ya mnyama. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kiungo katika mwili wako amekitengenezea kanuni. Ukija katika upande wa fikra, utaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea katika aya nyingi zinazoonyesha juu ya uwepo wake, lakini mwisho anamalizia la'allakum tatafakkarun, ili mpate kufanyaje? Mpate kufikiri. Mfano, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani kwamba wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Na katika dalili za wazi zinazoonyesha juu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kukuumbeni ninyi wanamume na wanawake. Ni kukujalieni pea ngapi? Pea mbili, wanamume na wanawake. Lakini waja'ala bainakum mawaddatan, akajalia baina yenu, kati yenu nyinyi, upendo wa rahma, pamoja na nini? Na rehema. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hayo ni dalili tosha ya kutambua juu ya uwepo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ayati ni dalili liqaumin yatafakkarun, kwa watu ambao wanafanyaje? Wanaotumia fikra zao katika utendaji wa mambo. Kwa hiyo kanuni ya fikra aliyowekea Mwenyezi Mungu ni lazima kwa kupitia fikra hizo iwe ni sababu ya kuleta mabadiliko chanya ndani yako wewe, nje yako
na kwenye jamii ambayo unayoishi na kwenye taifa ambalo unayoishi. Lakini kanuni nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea macho. Akasemaje katika kanuni ya macho? Fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni enyi wenye kufanyaje, wenye kuona, kwamba kila unapoona jambo basi hakikisha kwamba unaleta mazingatio katika jambo lile. Lakini Mwenyezi Mungu ameelezea katika hali ya kunusa, shughuli ya nini, ya pua, kwa kupitia kisa cha Sayyidina Yaqub alayhi salatu wasalam pamoja na mwanaye Sayyidina Yusuf. Wakati Yusuf yuko katika ardhi ya Misri, baba yake akiwa katika ardhi ya Kanaani ambayo ndio Misri na ndio Palestina ya sasa, baada ya kumkosa mwanaye kwa muda mrefu na kukaa ilhali akiwa na huzuni ambayo siyo ya kukata tamaa, bali ni huzuni ya matumaini kwamba iko siku Mwenyezi Mungu atamkutanisha na mwanaye Yusuf aliyekuwa anampenda sana. Sasa wakati ndugu zake Yusuf walipokwenda Misri, Yusuf aliwapa kanzu, akawaambia nendeni na hii kanzu mpaka wapi? Mpaka kwenu. Wakati wako maabaina Misra wa Kanaani, wako katikati ya Misri na Kanaani wakirejea kwao, Sayyidina Yaqub alikuwa amekaa na nduguze wale katika hali ya mazungumzo, lakini akiwa tayari macho yake hayaoni tena. Ghafla ndugu zake wakamsikia Sayyidina Yaqub anaongea, anasema, anawaambia kwamba inni la ajibu riha Yusufan laula an tufaddilu, ninasikia harufu ya mwanangu Yusuf, laiti kama ninyi hamtanipuuza. Kwamba ni kawaida ya vijana wanapokaa na mtu mzee kidogo, kuna baadhi ya maneno huwa akiongea kutokana na umri wake huwa wanampuuza, wanamuona mtu wa ajabu sana. Hii hali iliwahi kutokea kwa Sayyidina Yaqub alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo maana yangu ni nini? Kwamba kanuni iliyowekewa pua ni kunusa, kwamba sio kwa kuwa Mungu amekujalia pua basi unataka unuse kila jambo unalolisikia, kila harufu inayopita mbele yako, au kuona tu kila jambo ambalo linalopita katika upeo wa macho yako, bali kanuni ya pua ni kuhakikisha kwamba inanusa yaliyokuwa mazuri. Lakini katika mkono Mwenyezi Mungu anasema, wala taj'al yadaka maghlula wala tabsutha kullal bast, usifanye mkono wako ukaukunja mara zote, na wala unapokunjua usikunjue moja kwa moja, kwamba wewe kila mtu anastahili kupewa kwa kuwa amefanyaje, amekuomba, na wala usistahili kumnyoshea kila mtu kumuomba hata kama unafanyaje, una shida. Umefahamiana vizuri kanuni ya nini, ya mkono. Lakini mkono wako usiutumie vibaya katika kwenda kuchukua vya watu kwa njia ya dhulma, na ukaacha kuchukua katika njia ya nini, ya halali. Wa halikadhalika miguu yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiwekea kanuni. Kanuni ipi? Ukija katika sura Luqman, Mwenyezi Mungu anazungumzia kisa, mazungumzo yaliyojiri kati ya Sayyidina Luqman pamoja na mtoto wake. Mwishoni anamwambia ya bunayya wala tamshi fil ardi marha, na wala usitembee katika ardhi kwa mikogo, fa innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula. Hiyo tembea yako hiyo
haitokufanya kwamba uje uitoboe ardhi au unyanyuke uwe mrefu zaidi ya milima, haiwezekani. Lakini kuna kanuni pia ambayo inahusu nini? Tupu yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anataja sifa za wale waliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi surati al-Mu'minun, akasema walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Kwamba miongoni mwa sifa za waaminio ni wale ambao pia tupu zao wanazihifadhi, kwamba visu vyao havizamishwi isipokuwa katika ala zake. Umeelewa hilo? Kwamba hawatumii tupu zao nje ya ala zilizotengenezewa kwa maana ya kuhalalishiwa. Walladhina hum lifurujihim hafidhun. Sasa hii ni misingi ya sheria na kanuni ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuwa ametuumba hakutuacha tuishi kama vile mfano wa wanyama. Ijapokuwa sasa katika dunia ambayo tunayoishi nayo, ala hasabi al-awamil al-biyya, kutokana na environment ambayo imetuzunguka, imekuwa ni sehemu ya sababu zinazochangia